Kwa taarifa mbalimbali unaweza kuzipata kupitia channel yako mahususi Murwa yenye burudani nyingi ya Wazuhuru Television. Usikose subscribe channel yetu, alafu utakuwa wa kwanza kupata habari. Kwanza tumewaiteni leo kwa ajili ya kuzungumzia swala la taratibu tutakaotumia katika ununuzi wa zao letu la korosho katika msimu wa mwaka 2019-20. Sasa kama sote tunavyokumbuka, mwaka jana kulikuwa na changamoto kubwa ya soko la korosho, yani minada ile tulipoiendesha awali ilionyesha kwamba bei zilikuwa zipo chini sana na zikafanya kwamba wakulima wa korosho washindwe kuuza korosho yao. Na kutokana na changamoto hiyo ilitufanya serikali tuamue kwamba korosho yote ambayo ilikuwa imezalishwa katika msimu huu tuamue kuinunua kwa kutumia bodi yetu ya nafaka na mazao mchanganyiko ambayo ilipewa dhamana ya kununua kwa niaba ya serikali. Lakini lengo la pili la kufanya maamuzi hayo ilikuwa ni kwamba kama nchi tunataka kutekeleza azma ya kuwa nchi ya viwanda, na hivyo tulikuwa na utaratibu kwamba lazima viwanda vyote ambavyo vilikuwa vimejengwa vifufuliwe ili viweze kufanya kazi ya kuongeza thamani ya zao la korosho, yani kubangua korosho yote hapa nchini. Sasa mtakumbuka kwamba wakati tulipoenda katika hilo zoezi, utekelezaji wake, tuliona kwamba tulikutana na changamoto nyingi na hivyo hatukuweza kwenda kama tulivyotarajia. Lakini kwa upande wa serikali tuliamua wizara 5 ndio zilipewa jukumu la kusimamia msimu wa korosho wa mwaka 2018-2019. Wizara hizo ambazo zilikuwa zinaongozwa na wizara ya kwangu ambayo ni wizara ya kilimo, lakini wizara ya pili ilikuwa ni wizara ya viwanda na biashara, wizara ya tatu ilikuwa ni wizara ya ulinzi na jeshi la kujenga taifa, lakini wizara ya 4 ilikuwa ni wizara ya TAMISEMI, na wizara ya 5 ilikuwa wizara ya fedha na mipango. Sote kwa pamoja tulishirikiana katika kuhakikisha kwamba tunaunda kamati maalum iliyosimamia zoezi la uuzaji la ununuzi wa korosho yote kutoka kwa wakulima, kuikusanya, kuisafirisha na kuiweka katika magari. Hilo zoezi tumelifanya vizuri na ninaamini tulilifanya kama tulivyotarajia. Lakini nichukue fursa hii kumpongeza Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Joseph Pombe Magufuli kwa maamuzi ya ujasiri, maamuzi makubwa aliyoyafanya mwaka jana kuhakikisha kwamba serikali inaingilia kati kwa bei ya korosho ili kulinda maslahi ya viwanda vyetu, lakini pia kuwalinda wakulima wa zao la korosho. Mtakumbuka wanahabari kwamba tuna mazao mengi yako zaidi ya 85, lakini serikali iliweka mkazo katika kulisimamia zao la korosho na kuwasaidia wakulima hawa kupata bei nzuri, ambapo tulinunua kilo moja katika ile korosho daraja A kwa shilingi 3,300, bei ambayo ilikuwa ni kubwa kulinganisha na bei zilizokuwa zinapatikana katika soko la dunia. Kwa hiyo tunampongeza sana Mheshimiwa Rais na nampongeza kwa kweli kwa ujasiri mkubwa aliofanya. Lakini katika maamuzi hayo pia yalifanya hata tasnia ya korosho duniani ianze kuwa na mtazamo tofauti na utaratibu uliokuwepo nyuma. Moja ya jambo ambalo lilijitokeza katika mkutano ambao mimi mwenyewe nilihudhuria kule Abu Dhabi pale, mkutano wa wadau wa korosho, kutokana na changamoto zile ambazo waliona Tanzania tumefanya, waliamua kwamba sasa tuanzishe bodi ya kusimamia zao la korosho duniani ambayo ilikuwa haipo, na ikaundwa secretariat kwa ajili ya maandalizi ya mkutano huo na kuja kuzindua ili watengeneze katiba ambayo itakuwa inaongoza tasnia nzima ya zao la korosho. Inatokana na maamuzi hayo. Lakini pia kutokana na hiyo umoja wa wazalishaji wa korosho Afrika, yani African Cashew Alliance, waliamua kwamba mkutano mkubwa wa kimataifa wa Afrika ufanyike Tanzania ili kudhibitisha na kuunga mkono
maamuzi ya serikali ya Tanzania ya yale ambayo tulikuwa tumeyafanya katika ule msimu. Kwa hiyo mkutano huo utafanyika Novemba mwaka huu, na nafikiri tarehe tulizozitangaza pale awali utafanyika hapa Tanzania, ambazo zinatokana na juhudi hizo. Lakini sanjari na hilo, pia katika mwaka huo tumeweza sasa kuhakikisha kwamba baadhi ya viwanda ambavyo vilikuwa vimekufa sasa vimefufuliwa na vimeanza ubanguaji wa korosho. Mwaka huu hatukufanya vizuri sana kwenye ubanguaji, lakini tumeanza. Wanasema maisha ni safari. Kwa tumeanza, viwanda vingi vimeanza kufanya kazi, vilipewa malighafi, vimebangua na vingine vinaendelea kubangua. Tuna imani katika juhudi hizi basi zitaweza kufikia ile adhima kubwa ambayo tulikuwa nayo kama serikali ya awamu ya 5, kuhakikisha kwamba tunajenga nchi ya viwanda, tunaongeza thamani mazao yetu, tunaongeza ajira kwa watu wetu, na hivyo kuweza kufikia yale tuliyokuwa tunatarajia. Kwa hiyo mimi naamini maamuzi yetu ya mwaka jana yalikuwa ni maamuzi sahihi na ambayo sasa yanaleta mageuzi makubwa katika tasnia hii ya korosho. Sasa kumekuwa na maneno mengi kwamba sasa, je, mwaka huu utaratibu utakaotumika ni upi? Kwa tumeona kwamba leo sasa tuwaite ili tuzungumzie utaratibu ambao tunategemea kuutumia kwa mwaka huu, kwa msimu wa mwaka 2019-2020. Baada ya kupata uzoefu wa mwaka jana, tumeamua kama serikali kwamba tutakuwa na mambo mawili makubwa. Jambo la kwanza, tutaendesha minada ya wazi. Ni kama ile minada iliyokuwepo siku za nyuma, lakini sasa itakuwa ni minada ya wazi, minada ambayo itahakikisha kwamba kila mwananchi wa Tanzania anaweza kushiriki, anaweza kuona kinachotokea katika huo mnada. Itakuwa ni minada ambayo tutaiendesha nchi nzima na duniani kote. Maana yake mnada utakuwa unafanyika Tanzania, lakini wanunuzi wanaweza kushiriki kokote waliko, awe India, awe Vietnam, awe Czechoslovakia, awe Marekani, awe Europe, awe New Zealand, au Australia, kokote aliko anaweza kununua kwa utaratibu ambao tutakuja nao. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, tunakuja na utaratibu mpya wa kuhakikisha kwamba viwanda vyetu kwanza vinapewa nafasi ya kununua malighafi zile zitakazotumika katika kuongeza thamani. Kama sote tunavyojua, viwanda vyetu kwa muda mrefu vilikuwa vinashindwa kufanya ubanguaji kwa sababu vilikuwa vinashindwa kwanza kushindana katika bei, lakini la pili walikuwa hawana vifaa au storage facilities za kuwasaidia kwamba wanunue mzigo wa mwaka mzima alafu wautunze kwenye magara, lakini tatu walikuwa hawana fedha za kutosha kuweza kununua mzigo wa mwaka mzima. Kutokana na hiyo basi, tumeamua kwamba tutatoa uzito na upendeleo wa makusudi kwa wenye viwanda kwanza kupewa kipaumbele cha kupewa mzigo wa kwanza, ili waweze kuhakikisha kwamba kila mtu kwa kadri anavyohitaji apate malighafi za kutosha kwa mwaka mzima. Kwa kufanya hivyo basi, itatusaidia kama nchi kwanza kuongeza thamani, lakini pili kuhakikisha kwamba tunatekeleza ajira nyingi hapa nchini, na hilo itakuwa tumetekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2015-2020. Kwa hiyo basi, tutakachokifanya katika minada hiyo, katika minada ambayo tunategemea sasa msimu tunauzindua rasmi tarehe 30 mwezi huu, tutakuwa na mkutano wa wadau wote wa korosho utafanyika hapa Dar es Salaam, ambapo tutakutana sasa kuwaeleza taratibu zote, namna tutakavyoendesha, namna tutakavyosimamia kwa kipindi hicho. Lakini katika kipindi hiki tunachotaka kuambia mtu yoyote, kampuni yoyote iliyoko ndani, iliyoko nje ya nchi, iliyoko kokote, basi anayetaka kushiriki katika minada tutakayoiendesha kununua korosho zetu za Tanzania, ni kipindi cha kuanza usajili kwa kuingia katika mfumo wa kompyuta wa Wizara ya Kilimo. Wanajisajili kwamba mimi mwaka huu mimi nitashiriki katika minada ya kununua korosho, na wataonyesha huko kiasi cha korosho ambacho yeye atahitaji, ambacho anakihitaji, yani kwa upande wa tani.
ambacho hataonyesha ni bei hataonyesha, lakini ataonyesha kiwango anachohitaji. Kwa hiyo tumeweka huo utaratibu, aonyeshe hicho kiasi ili tujue. Mpaka sasa hivi najua tuna watu wengi, tuna makampuni mengi ya ndani na nje ya nchi yameonyesha nia ya kutaka kuja kununua korosho zetu. Sasa tunasema nafasi iko wazi, waanze kuomba, waanze kuonyesha interest, kujisajili. Alafu wakishajisajili sasa, tutakapoanza minada hiyo tutaendesha kwa kutumia soko la bidhaa, yani ile platform itakuwa ni soko la bidhaa. Maana yake nini? Maana yake tutakavyoendesha, kama kuna korosho ziko Lindi au ziko Mtwara au ziko Mkuranga au ziko nini, zote zitatengenezewa kitu tunaita catalog, ambayo inaonyesha aina gani za korosho ziko katika haya magara. Zikishaonyesha ile catalog, ile ndio tutakayoitangaza sasa kwamba wiki hii, na labda by the way minada tutapeleka kwa wadau, tunataka ifanyike mara 2 kwa wiki, mara 2 kwa wiki. Sasa basi, wakati minada hiyo inakwenda kufanyika, tutatangaza mnada wa kwanza, tunauza korosho tani ngapi, za catalog zipi, ziko kwenye magara gani, zina ubora gani, zina madaraja gani. Tunazitangaza pale na tunasema kuanzia muda huu mpaka muda huu sasa mnada uko wazi. Kwa hiyo hata nyinyi waandishi wa habari wale watakaokuwa wamejisajili sasa kutaka kushiriki, wataruhusiwa kushiriki, kubidi na kuonyesha. Lakini pia tumetoa nafasi katika huu mfumo wakulima kuwa na bei yao ambao tunaita ile bei ambao watakuwa nayo wao. Wanasema kama bei haijafika kiwango hiki, sisi mzigo wetu hatuuzi. Hiyo bei hakuna atakayejua, wala bidders hawataijua, ila wakulima wale kupitia chama chao cha msingi watakuwa wametuambia. Kwa hiyo tutakuwa tunajua kwamba minimum price ya huu mzigo ni kiasi fulani. Kwa hiyo wale wanaobidi kama wata indicate bei zitakuwa ziko chini ya ile bei, maana yake hawataweza kupata ule mzigo. Kwa hiyo huo ni utaratibu ambao tumeweka. Lakini wakati minada hiyo inaendeshwa, tutakachokifanya, maandalizi ambayo tumeyafanya, tutaweka skrini za kompyuta katika maeneo mbalimbali ya wakulima wa korosho nchi nzima, na katika maeneo ambayo ni kwa mfano kama pale Mtwara unaweza ukaweka screen labda hata pale mjini kwenye mkusanyiko ya watu, ili wananchi, na kwenye magara yote tutakuwa na screen ambazo sasa watu wanaweza kushuhudia minada inavyokwenda kwa kuangalia kwenye ile screen. Lakini pia kwa kutumia mitandao kama kwa simu na nini, unaweza ukaona nini kinachoendelea. Tunaamini kwa kufanya hivyo itatusaidia, moja, kwanza kuja na bei nzuri, sababu watu watakuwa na shindana dunia nzima, si tu wa Tanzania bali dunia nzima. Lakini la pili, uwazi utakuwa uko wazi na wakulima watakuwa naona nini kinaendelea sokoni na bei yao, korosho yao ni shilingi ngapi, catalog ile ya gara lao imefikia kiasi gani, watu wote wataona. Kwa hiyo hakutakuwa na kusema kwamba kuna sijui vitu vimejificha nini na nini, havitakuwepo. Kwa utaratibu huu tunaamini utatusaidia sana kupunguza matatizo ambayo tulikuwa nayo huko nyuma. Lakini sanjari na hilo, jambo kubwa ambalo tutategemea kufanya, kwa sababu sasa kiwango cha korosho tunachotegemea kwa msimu unaokuja, tunategemea mavuno yatazidi tani 300,000, tofauti na mwaka huu ambao tumepata tani 224,000. Mwaka huu msimu huu tunategemea tutakuwa na tani zaidi ya 300,000. Kwa kutumia hivyo, zile korosho hazitauzwa zote tani 300,000 kwa pamoja, zitakuwa kwenye magara, kwa sababu kila catalog, kila invoice, kila catalog ile inakuwa na kiasi fulani. Kwa hiyo tutauza kwa mafungu. Mafungu hayo yakoje? Maanake tutauza kwa mfano catalog labda ina tani 50 au ina tani 100 au ina tani 200 au ina tani 300 au 500. Pengine hakuna catalog ambayo inaweza kuzidi tani 500. Kwa tutakuwa tunaiuza ile loti ya tani 500 au tani 50 inauzwa. Maana yake naye nunua hawezi kusema mimi katika hiyo nataka tani
tani, unauza ngapi? Tani 50. Mimi nataka tani 10 katika hiyo. Sio utaratibu. Kama tunauza 50, unataka ununue zote 50 wewe mwenyewe. Kwa hiyo unazinunua zote 50. Kama tunauza 100, unanunua katika ile lot yote. Kwa nini? Tunataka korosho itakayokuwa imeingia kwa mara ya kwanza iwe ni ya kwanza kutoka. Kwa hiyo katika lot hiyo lazima itoke yote. Sio uanze kuchanganya. Hiyo italeta usumbufu. Tunataka kinachoingia kinatoka, kinaingia kinatoka. First in, first out. First in, first out. Na utaratibu huo ndio tutakao kutumia katika minada yote. Sasa najua si watu wengi wamezoea utaratibu kama huu, lakini tunaamini utakuwa ni utaratibu mzuri, utatusaidia. Tunaona wenzetu wa Nyarwanda wamefanya vizuri sana, na kwao soko la bidhaa linafanya vizuri, na juzi nilikuwa na mtendaji mkuu wa soko la bidhaa. Wenzetu wamefika mbali sana, wanauza mazao mengi, lakini sisi tunaamini katika upande wa korosho tutafanya na sisi vizuri, kwa sababu ni sehemu ambayo ushirika umeimarika vizuri. Kwa hiyo sasa basi, ili tuweze kufanikiwa, tunahitaji ushirikiano wa kweli, ushirikiano madhubuti kabisa kati ya taasisi mbalimbali, wadau mbalimbali na wizara mbalimbali. Kwa hiyo tunataraji Wizara ya Kilimo, Wizara ya Viwanda na Biashara, wizara za uchukuzi, ujenzi, uchukuzi na mawasiliano zitasaidia, lakini ushirika utafanya vizuri, TAMISEMI na wadau wengine wote na taasisi zetu zote watashiriki katika hili zoezi na kuhakikisha wanajipanga. Kwa mfumo huu basi, sasa ni wakati mwafaka wanunuzi wote kuanza kujipanga. Na katika kujipanga, mambo mawili mnunuzi azingatie. La kwanza, ajisajili kwamba atashiriki kununua korosho mwaka huu. La pili, aonyeshe benki yake atakayoitumia pale atakaposhiriki kwenye mnada. Atatumia benki gani, ambao tunaziita settlement banks. Na hizo benki lazima tutakubaliana na zile ambazo zinakubalika, ili kusudi ukishinda mnada, tunataka ndani ya siku 3 ulipe malipo. Alafu siku zinazofuata sasa unaanza kuhangaikia kutoa mzigo wako. So unashinda, watu wanaingia, wengine wanataka kuvuruga tu. Kwa hiyo ili ushinde majawapo, ukisema nataka tani 10,000, sisi tutataka wewe fedha inayolingana na hiyo bei unayoisema wewe uiweke kwenye hiyo benki, settlement bank ya kwako, ambao sisi tutakuwa tumekubaliana kama kweli hiyo tunakubali hiyo benki au hatukubaliani na hiyo benki. Unaweka ile deposit, ndio unashiriki kwenye mnada. Kusudi usije ukavuruga tu hapa alafu kaingia mitini huko unakuja kuharibu. Hatutaki watu wa namna hiyo. Hatutaki akina Kangomba wa namna hiyo. Nataka watu wanaokuja wawe ni genuine, wenye nia njema ya kuanza kufanya hivyo. Jambo lingine, wale wanaotaka kununua, maana yake anatakiwa aanze kujipanga sasa kwamba akishinda atengeneze utaratibu atakavyosafirisha ile korosho. Ataichukuaje? Na ununuzi wetu, uuzaji wetu wote utakuwa kwa utaratibu ambao tunaita X warehouse. Yani atanunua kwenye magara. Itakuwa ni X warehouse. Maana yake sasa akishanunua atawajibika kusafirisha sasa hiyo korosho kutoka kule kwenye gara kwenda bandarini na kulipia gharama zingine zote na vibali kama kawaida na kusafirisha korosho yake. Tunaamini kwa utaratibu huu utakuwa umetengeneza ajira nyingi kwa wasafirishaji, wabeba mzigo, wa kila namna, kila mtu kwa namna yake, basi atajiandaa na kujipanga vizuri. Kwa tungependa haya yazingatiwe, na tunaamini haya yatatusaidia sana katika msimu huu unaokuja. Kwa hiyo ndugu zangu wanahabari, nachotaka kusema mimi ni kwamba utaratibu huu ambao ni mpya lakini ni ule ule wa zamani, naomba tuelewane vizuri kabisa. Ni sawasawa na utaratibu wa siku za nyuma. Ambacho hatutakifanya ni kuweka sanduku linakaa kwenye gara pale, eti watu wanaenda wanatumbukiza kwamba mimi naweka bei hii, unatumbukiza hapo, afu kesho asubuhi ndio tukutane kulifungua. Hiyo hatutaki. Huko tulishatoka, tulishakataa. Chichosema wewe uhitaji kutumbukiza. Wewe ingia kwenye mfumo, weka vitu vyako pale, mnada ukiwa uko live, indicate bei, monitor, kwa sababu ile utaratibu unakuonyesha bei sasa hivi iko wapi. Weka, ukiona hapo wamekuzidi, ongeza wewe mwenyewe mpaka ukiona uwezo, unanyosha mikono
mpaka hadi pale unapata korosho zako vizuri. Na kwa namna hii itatufanya Tanzania sasa korosho yetu ambayo tunaamini ni korosho bora duniani ipate soko nzuri, ipate wanunuzi wazuri. Lakini lingine ambao nataka niwaambie, tunataraji ndani ya miaka 2-3 ijayo uzalishaji wa korosho nchini utaongezeka kwa kiwango kikubwa. Kwa nini? Kwa sababu sasa hivi mikoa inayozalisha korosho ambayo imeshapanda tayari, tulishagawa mbegu na mashamba yanaendelea, imeongezeka. Sasa sio mikoa 5 kama tulivyozoea. Sasa hivi ni mikoa 17. Mikoa 17. Mikoa hiyo ni pamoja na hiyo ambayo tumeizoea: Mtwara, Ruvuma, Lindi, Pwani, Tanga, Morogoro, Dodoma, Singida, Kilimanjaro, Mbeya, Songwe na kadhalika. Mikoa 17. Kwa hiyo sasa wote mikoa hiyo ikianza kuzalisha, mkakati wetu tunataka katika kipindi cha miaka 2 ijayo tufikie uzalishaji wa tani ikiwezekana milioni 1 katika nchi. Na hizo tani milioni 1 zitatusaidia, kama zote tukazibangua ndani, tutakuwa tumetengeneza ajira nyingi sana kwa Watanzania, lakini pia tutakuwa tumeongeza thamani kwa kiwango kikubwa. La mwisho ambao nataka kulisema, katika utaratibu tulioufanya mwaka huu, korosho tulizobangua hatukufanya vizuri sana katika viwanda vyetu, kwa sababu watu wengi hawakuamini. Tulikuwa na tatizo la hela na nini, lakini sasa wamebangua. Katika mahitaji ya korosho zilizobanguliwa, bahati mbaya mkurugenzi wa bodi ya nafaka na mazao mchanganyiko hapa yupo huko kwenye kikao kingine, nimemwacha kule. Mahitaji, maombi ya kununua korosho zilizobanguliwa ni mengi mno, yani ni mengi mno. Jana yenyewe kulikuwa na kampuni wanatoka China wanataka tuwe tuna supply tani kadhaa kwa wiki. Sisi hizo hatuna. Wanasema tu supply basi karau tani 100,000 wanataka kwa mwaka, tani 100,000 zilizobanguliwa. Hizo tani 100,000 ni sawa na uzalishaji wa karibu tani 500,000 za zile ambazo hazijabanguliwa. Hatunazo. Kwa hiyo masoko nataka kuambia ya korosho zilizobanguliwa ni mengi na ni makubwa. Na utamaduni wa Watanzania nao umeongezeka siku hizi, naona ulaji umekuwa ni mzuri zaidi. Sasa soko la ndani ni kubwa, soko la nje ni kubwa, masoko kila mahali. Sadiki kuna soko, East Africa Community kuna soko, huku nchi zingine kuna soko. Kwa hiyo tutumie nafasi hii sasa kuwaomba wakulima waendelee na uzalishaji, wabanguaji wetu waendelee na hatua ya kubangua. Lakini lililo zuri zaidi, lililo la muhimu sana kwa wabanguaji ni kuzingatia ubora katika kubangua hizo korosho, usafi, ili tuwe na korosho zinazokidhi viwango na mahitaji ya dunia, lakini pia ufungashaji unaokidhi viwango vinavyokubalika kimataifa. Tunaamini hayo yatakuwa yamefanya. Kwa ndugu zangu wanahabari, niliona nizungumze hayo machache kwa sasa hivi. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Korosho ambazo tumepata ni zile ambazo tumesema kama nchi tulipata tani 224,000. Kati ya hizo korosho tani 2,129 ziliuzwa kwenye minada ya awali. 222,000 ndio zile ambazo kiasi tumebangua ndani, lakini zingine ndio tunaendelea tunaziuza sasa hivi zote. Sasa zilikuwa na thamani ya shilingi ngapi? Hizo korosho zote kwa ujumla wake zilikuwa na thamani ya shilingi bilioni 723. Maanake sisi tunahesabu kwa hela tuliotakiwa kuwalipa wakulima. Najua utauliza wakulima wangapi wamelipwa. Wakulima si wote wamelipwa. Tumelipa wakulima mpaka sasa hivi, tunadaiwa na wakulima katika hizo bilioni 723, tunadaiwa kama bilioni 50 sasa hivi. Bado malipo yanaendelea. Hivi ninavyoongea inawezekana zimeshapungua, maana yake malipo yanaendelea.
Tumeuza korosho sasa hivi, hela zote zinazopatikana tunawalipa wakulima wote, kwanza walipo hela yao, waendelee na kuweka sarfa, kupalilia mashamba na kujiandaa kuvuna korosho inayokuja. Kwa hiyo tunafanya vizuri na sisi priority kama serikali ni kuhakikisha wakulima wote wanalipwa, tunamalizana nao alafu ndio tunaendelea na mambo mengine. Tumeweka mkazo sana katika kutafuta mbegu bora za korosho, zile ambazo zitaongeza uzalishaji lakini pia zitakuwa zinastahimili magonjwa mbalimbali na hazihitaji madawa mengi. Sasa kituo chetu cha utafiti cha Naliendele ambao ni moja ya vituo vyetu bora kimekabidhiwa dhamana, manake sisi tuna vituo 17 vya utafiti wa mazao ya kilimo. Sasa kila kituo tumekipa mazao kadhaa. Naliendele wamechukua muhogo na korosho, wanafanya utafiti. Naliendele wale wakati wanafanya hilo wanakuwa na vituo vidogo vidogo. Kwa moja ya kituo kidogo ni hiki ambacho kiko Pwani, lakini kuna kingine kiko Igunga kule Tabora. Kwa hiyo wanakuwa na vituo vidogo kama hivyo kwa ajili ya kwanza kuhakikisha kwamba watasambaza zile mbegu, wanapandikiza, wanafanya nini na kufanya utafiti na nini na nini. Kwa hiyo hilo nakubaliana na wewe kwamba hali yake ilikuwa sio nzuri, lakini na sisi tumeliona hilo, vituo vyetu vyote vya utafiti haviko kwenye hali nzuri. Sasa hivi tunachokifanya ni kutafuta fedha ili tuhakikisha kwamba tunavikarabati na kuvipatia vifaa vya kisasa viweze kufanya kazi ile inayostahili. Lakini pia nitaka kufafanua zaidi hapa. Naliendele wamegundua kwamba katika sasa hivi sisi tunauza korosho, tunauza mbegu, kale, lakini tunaacha hela nyingi kwenye eneo lingine, kwa sababu lile bibo unaweza ukatengeneza mvinyo, unaweza ukatengeneza wine, na yale makapi unaweza ukatengeneza mafuta, unaweza ukatengeneza siagi, unaweza ukatengeneza vitu vingi sana ambavyo vimegunduliwa. Ndio maana sisi tumeamua sasa kutenga fedha kiasi fulani kuwawezesha Naliendele wawe na kiwanda cha kuanza kutengeneza hivyo vitu ambavyo ili kusudi hili bibo hili litupatie hela nyingi ambazo tunaweza kuipata kuliko kutegemea mbegu pekee. Mwaka jana nguvu ya soko ndio ilitawala sokoni, ndio ilitupa bei ambazo hatukukubaliana sisi kama serikali, ndio zilisababisha serikali iingilie kati baada ya nguvu ya soko kuonyesha bei ambayo ilikuwa chini. Ndio maana sisi tukaamua kwamba no, mkulima wetu hawezi kulipwa chini ya kiasi hiki. Kwa hiyo tukaamua tufanye hivyo. Kwa hiyo tusinge sasa nguvu gani tungezigetea zaidi? Nguvu ndio imeferi. Na ni wajibu wa serikali yote duniani pale inapoonekana kwamba soko limeferi, lazima ufanye intervention. Unaingilia, unaweka utaratibu. Dunia nzima, nchi zote kwenye kilimo zinafanya hivyo. Kwa hiyo na sisi ndio tulichofanya. Kwa hiyo sasa hivi mwaka huu ndio maana nimetangaza kwa uwazi kwamba tutazingatia minada ya uwazi kama iliyokuwepo siku za nyuma. Isipokuwa sasa hatutaweka lile burungutu sijui nini mnaita lile box hapo uju tumbukize usiku. Wewe kaa huko tumbukiza kwenye mfumo pale ili kuwe na uwazi. Kwa hiyo tunazingatia nguvu ya soko ndio itaamua bei. Sio sisi serikali wala sio mtu mwingine yote. Itaamuliwa na nguvu ya soko. Hiyo ndio tutakayoizingatia. Kuhusu viwanda ambavyo vilikuwepo, ni kweli tuna viwanda 12 vilivyokuwa vya serikali. Kati ya viwanda hivyo vilivyokuwa vinafanya kazi kabla ya msimu wa mwaka jana, nafikiri vilikuwa ni viwanda vinne. Sasa hivi vingi tumevifufua, vimeanza kufanya kazi. Vichache ambavyo bado kama viwili vitatu, navyo wale ambao wameshindwa kuviendeleza tumeamua kuvichukua kama serikali, tunatafuta wawekezaji wapya ili wawekeze. Kwa ni fursa kwa wananchi, kwa vikundi vyao, kwa ushirika wao, kwa Watanzania. Hata nyinyi wanahabari mnaweza mkawa na kiwanda chenu pale, mkachukua kimoja tukawapa, mkazalisha korosho. Kwa hiyo sasa hivi ni fursa. Lakini vipo vya watu binafsi vilikuwa 15. Kwa jumla tulikuwa na viwanda vya korosho kama 27. Tumehamasisha sasa hivi kuna nchi mbalimbali na watu wawekezaji mbalimbali wanataka kuja. Kwa hiyo viwanda na uhakika vitaongezeka, vitakuwa vingi sana vya korosho. Mwaka huu tunategemea tani zaidi ya 300,000. Sasa nini kimetokea? Kwanza hamasa imekuwa ni kubwa ya kuzalisha kwenye hili zao. Lakini pili, mikoa inayozalisha imeongezeka. Hata Dodoma sasa wataanza kuingia kwenye soko, Singida wanaingia kwenye soko tayari. Kwa hiyo kidogo wanaingia kidogo, zimeanza zile za kwanza. Lakini zaidi ya hapo, hali ya hewa mwaka huu haikuwa mbaya sana. Ilikuwa na upungufu, lakini ilikuwa angalau nafuu. Kwa hali ya hewa imekuwa ni nzuri na imesababisha hiyo kwamba watu waweze
waweze uzalishaji kuongezeka. Kwa hiyo lakini lingine ambalo ni la muhimu sana, upatikanaji wa pembejeo. Sasa hivi wakulima wengine walikuwa hawajalipwa na upatikanaji wa pembejeo ulikuwa ni shida. Kwa hiyo tuliweka utaratibu wa kuwakopesha zile pembejeo. Sasa tumetoa mikopo ya pembejeo kwa wakulima, na hiyo imesaidia sana kuhakikisha kwamba sasa uzalishaji unaongezeka. Nafikiri hizi ni hatua ambazo zimekuwa ni za msingi sana. Jambo la pili ambalo umesema kuhusu Kangomba. Kangomba kwa mujibu wa sheria hawaruhusiwi. Na naomba niweke kwa mujibu wa sheria hawaruhusiwi. Wakasome kifungu namba 12 kifungu kidogo kama sikosei cha 4, wakasome kifungu namba 15 na kifungu namba 18. Mtu yoyote ambaye moja hajasajiliwa na bodi kama mkulima wa korosho, kama mfanyabiashara, kama yani mnunuzi au muuzaji au msafirishaji au mtunza ghala au kwa namna yoyote ile, kama hujasajiliwa na bodi, uruhusiwi kwa mujibu wa sheria. Na sisi ile sheria hatujairekebisha. Mwaka huu rais alitoa msamaha, hatutatoa tena msamaha. Mtu yoyote atakayejihusisha na vitendo vya kutokuzingatia sheria, kanuni, taratibu na miongozo, sisi tutachukua hatua, hatutasita na hatutamwogopa yote, tutachukua sisi hatua. Kwa hiyo niwaombe Kangomba wote wakafuate tu utaratibu. Ndio maana tumesema wakulima wote wajiandikishwe. Sasa hivi tuna database ya wakulima wote, tunajua. Tukikuhisi kwamba wewe ni Kangomba, tutafanya verification. Sasa nianze na la kwanza, tozo. Tozo zipi tunakubaliana nazo na zipi hatukubaliani nazo? Ambacho nakijua sisi katika platform tunayoileta haitakuwa na gharama kubwa, lakini kutakuwa na tozo chache za vyama vya ushirika na sesi ya halmashauri ambao kwa mujibu wa sheria lazima ilipo. Hizo zitakuwa ni kiasi gani, hiyo itaamuliwa kwenye kikao cha wadau. Kwa sio swala la waziri kupanga hivyo. Hivyo wadau wenyewe ndio wanakubaliana. Wao wataamua wenyewe kwenye kikao hicho, watasema hiki kiwe hivi, hiki kiwe. Haya wataamua huko. Lakini sisi kama serikali tutazingatia kwamba mkulima asijonywe au asipunjwe, makato yasiwe mengi ili mkulima apate hela nzuri. Hiyo itakuwa ni mfumo wa serikali. Kuhusu biashara ya sasa hivi inayoendelea ya korosho, ni kweli na mimi nimesikia kwamba korosho zote zimeuzwa. Lakini mkataba wa makubaliano kuna kampuni kama 15 zinazonunua. Na kila kampuni utaratibu ni kwamba mzigo ukiingia kwenye meli wanafanya malipo. Ni shilingi ngapi? Tuna kamati maalum na tuna Wizara ya Viwanda na Biashara. Ndio tulikabidhi hilo jukumu. Kazi yao, manake ile ilikuwa ni operation, kwa hiyo tuligawana majukumu. Mimi kusimamia uzalishaji na kukusanya, nilishafanya kazi yangu. Wizara ya Viwanda na Biashara kuuza. Kwa sasa wameuza shilingi ngapi? Ukiwaona kule watakupa majibu. Lakini ninachojua mnunuzi na muuzaji wanajuana wenyewe. Bei zao wanajuana. Sasa wale ukiwauliza, lakini watakuwa na majibu sahihi. Lakini kuna kamati ambao wanauza na wanaendelea. Mimi nashuhudia, naona meli zinakuja zinachukua, mimi kwangu na fly. Magari yangu yanabaki meupe kwa ajili ya msimu ujao. Kiasi gani nini na nini, usiende mbali sana. Mimi sio kazi yako. Lakini kuhusu verification tunaendelea nayo. Sasa hivi tumekuja na mfumo wa usajili wa wakulima. Wakulima wote wamesajiliwa. Tuna mfumo wa kielektroniki. Wapo kwenye mfumo. Hata sasa hivi ukiingia ukitaka kuona wakulima wa korosho wangapi wameandikishwa, wanaonekana pale. Sasa sisi ni rahisi tu, watu wendi tena kuhakiki kule. Sisi tunaingia kama tukitaka kuverify, tunaingia kwenye mfumo, jina lako, tunaingia pale, tunakuona mle hupo. Tunaweza kukuuliza wewe umelimia wapi. Sasa hivi wa ununuzi wa hiyo korosho ni kwamba wanaleta meli. Sisi tunafanya, kampuni zetu na logistics teams zinachukua korosho kutoka kwenye magara, zinahakiki ubora, zinaangalia kila kitu, zinapakia mle, meli kija inapakiwa inaondoka. Sasa hatuwezi kuleta meli zote zikakaa pale zikawa zimepanga foreign kwa sababu hawashindani hivyo. Wanunuzi wote wameelewana, ni kitu hiki kimoja. Ni mnunuzi mmoja lakini wako kama 15. Kwa hiyo wanachofanya ni kwamba inakuja hii kisha jaa inaondoka, inakuja nyingine, inakuja nyingine. Ni utaratibu ambao unaendelea. Lakini tunategemea kwamba kufikia mwezi wa 10 katikati wao wameshamaliza mzigo. Kwanza niseme kujua idadi ya wakulima wangapi inategemeana, kwa sababu sisi tulichofanya wakulima wadogo ndio tulianza nao kuwalipa. Alafu wakabaki wakulima wakubwa.
Hizo bilioni 50 inawezekana zikawa za wakulima 3 4 tu, lakini wanakuwa na watu waliokuwa wanawasaidia. Kwa hiyo tunachosema sisi ni kwamba kila mkulima anatakiwa awe ameshalipwa hela zake. Itakiwa tu tumeshamaliza siku nyingi, ni kwa sababu tu tumechelewa upatikanaji wa fedha. Kwa hiyo hapa hela yote inayoingia tunaenda kuwalipa. Kwa hiyo ina maana kwamba tukikamilisha, kwa sababu sasa hivi kinachosubiriwa ni sisi uwezo wa kupakia korosho zote kwenye meli, ili ile meli inapokuwa tayari imehakikiwa wanalipa hela, sisi tunazipeleka kwa wakulima. Kwa hiyo nina uhakika muda mfupi ujao watakuwa wote wamelipwa, sababu kulipwa sasa kunaendelea. Swala lako la uzushi hilo la mahindi, ngoja nikujibu rafiki yangu. Mnakumbuka Mheshimiwa Rais alipotoka Zimbabwe, ambako tulitafuta soko la mahindi, na Wazimbabwe walionekana wana upungufu mkubwa wa chakula, na kutokana na hilo walituandikia barua kwamba wanahitaji tani 800,000 za mahindi. Na baada ya pale walituma kamati maalum ambayo ilikuja kuhakiki ubora wa mahindi, lakini pia kuingia kwenye mashauriano. Mashauriano yale yalichukua muda mrefu kidogo, kwa sababu utaratibu ambao walikuwa wanautaka tuliona kama ni mgumu sana kwetu sisi kuweza kuumudu. Kutokana na hilo tuliwekeana masharti kwamba tunaweza tukawapa tu mahindi, ile hela walio nayo watupe. Wakitupa hela ndio tutawapa mahindi. Kama wanasema tusubiri miaka 2 3 hatuwezi kumkopa mkulima. Kwa hiyo tuliwaambia hiyo haiwezekani. Sasa tumeshauriana, tumekaa nao, tulichokubaliana wakawa wako tayari kulipia zile tani 17,000. Kwa tukasema lipeni, sisi tunasafisha mzigo. Kwa hiyo wameshalipia. Jana treni ya kwanza imeondoka na tani 1,200 kupeleka Zimbabwe. Na waziri yuko hapa, timu yake iko hapa kuhakikisha hizo tani nyingine zinaendelea kupakiwa ili ziende. Hilo la kwanza. Lakini la pili, amekuja na mambo mengine mawili. La pili anasema wanataka sasa hizi zingine ili zifikie tani 100,000. Wanataka hizi zingine nazo wazipate. Sasa hili nimewaachia kamati ya kitaalamu wakae washauriane, kwa sababu ya swala la bei. Wao wanataka wachukue kwa bei ile ile tuliyokubaliana mwanzo. Sisi huku sokoni huku bei zimeshabadilika. Kwa hiyo tunashauriana, bwana hapa ongeza kidogo, sasa bwana naona mambo sio mazuri huku. Kwa hiyo tunashauriana. Hayo kamati watafanya, wakikubaliana tutawauzia. Tumewapa uzito kwa sababu ni makubaliano ya marais wetu wawili, watauziwa. Tatu, wanataka tuimarishe ushirikiano katika maeneo mengine, namna tunavyosimamia, kwa sababu wameona tumefanya vizuri sana katika uzalishaji wa mchele. Sasa wanataka walete wataalamu waje kujifunza kwetu, kuangalia project za mchele tulivyoweza kuongeza uzalishaji. Maana ni nchi ambayo ni mojawapo ya nchi bora Afrika sasa hivi kwenye uzalishaji wa mchele katika baadhi ya maeneo. Tumefika mpaka tani 40. Ni tani 40 tunaita tani 40, yes, kwa hekta za mchele. Kwa hiyo tumefanya vizuri. Sasa wanataka kuja kujifunza kuona tumefanya nini. Lakini pia kuna maeneo mengine ambao wanataka kuja kujifunza kilimo cha parachichi na mambo mengineyo, na wao wanafanya kule, na sisi tutapeleka katika maeneo ambayo wamefanya vizuri katika kilimo cha umwagiliaji, hasa kwenye ujenzi wa mabwawa na maeneo mengine. Kwa hiyo tulikuwa tunazungumza pia maeneo tutakavyoweza kuimarisha ushirikiano. Kwa sababu kikubwa ambacho wanasema wao, mchele wanaagiza Vietnam na Brazil. Mahindi walikuwa wanaagiza huko. Sasa tunasema sisi wale ni rafiki zetu, ni ndugu zetu. Kwanza walitoka Njombe hapo wakahamia huko, na wanaongea Kiswahili, maneno yao yote yanafanana na Kiswahili. Kwa hiyo waje tufanye biashara kwanza sisi wa Afrika kabla hajaenda kwingine. Kwa hiyo ni mambo ambayo tunaongea na tunaendelea kuzungumza. Na zile ni kweli kwenye tathmini ya awali ya chakula ilionyesha Tanzania uwezo wa chakula wa kujitosheleza ni 119%. Katika hilo nilisema wakati ule natoa ile tathmini kwamba halmashauri 44 zina upungufu kidogo. Halmashauri 44 zina upungufu kidogo kwa sababu mvua hazikunyesha za kutosha. Kulikuwa na upungufu wa mvua, zile za vuli, zile za masika, kwa hiyo hawana chakula cha kutosha. Kwa hiyo maeneo kama yale tunachotegemea sisi ni kwamba kutumia taasisi zetu, tukiona kuna upungufu tutawapelekea mahindi yale ambayo wakanunue kwa bei ile ambayo itakuwa ni reasonable. Kwa hiyo sisi kazi yetu ni kustabilize market. Kwa mfano Rongido gunia lilikuwa limefika 120. Yule mbunge wa Rongido alipoleta request akampelekea Mheshimiwa Rais, Rais akaagiza tukaliangalia, tukawapelekea tani kadhaa kule, zikashusha ile bei ikabaki 60,000 kitu, na kwa hiyo ikastabilize market. Kwa hiyo sisi tutakachofanya kwenye maeneo yote haya, kama kutakuwa na upungufu tutapeleka mahindi
yale ya kwetu ya serikali tutauza kwa bei ile ambayo ni reasonable. Nafikiri tumemaliza, si ndio? Na washukuruni sana, Mungu awabariki.